إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أيها الناس عباد الله، فمن أعظم نعم الله التي أنعم الله تبارك وتعالى البلد الحرام المكي، أنه تبارك وتعالى عظمه وقدسها وشرفها وفضلها على سائر بلاد المسلمين وغيرها. فمن أعظمها عباد الله أن الله تبارك وتعالى سماها بأسماء متعددة لم يسمى بها بلدا غيرها، فمنها مكة وبكة والمسجد الحرام والبيت العتيق والقرية والبلد الحرام والبلدة ومعاد وواديا وغيرها. wapenzi watukufu wa Islam, miongoni mwa neema ambazo Allah tabaraka wa taala ameneemesha katika mji ambao umma wa Kiislamu leo fi mashariki al-ardhi wa magharibiha, abyadhuhum wa aswaduhum, kabiruhum wa saghiruhum, fuqara'uhum wa aghniya'uhum, wote wanapanga safari kuelekea katika mji huo kusimama kumuitika Allah tabaraka wa taala ma'a ikhtilafi alsinatihim wa alwanihim, pamoja na kuwa wametofautiana kwa lugha zao na rangi zao, wapatikana wakubwa wao na wadogo wao, mafukara katika wao na matajiri katika wao, wote watasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala mulabbiyan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, wakimuitika Allah tabaraka wa taala. Pamoja na haya, Muislamu afaa kujua wakati anatenga fedha zake kwa ajili ya kufanya ibada hii ndani ya mji huu mtukufu, katika nyumba tukufu, ana haki ya kujua mji huu ambao Allah tabaraka wa taala sharafaha wa qaddasaha wa faddalaha ala sa'ir
kusoma mji huu akaujua mji ambao Allah ameufadhilisha, Allah ameutukuza, Allah ameunyanyua juu ya miji yote inayopatikana katika ardhi hii, mji huu wa Makka pekee. Leo sisi tunashindwa na wazungu wa magharibi, haendi katika nchi yoyote, sawa ni nchi ya kizungu, sawa ni nchi ya Kiafrika, mpaka kwanza asome ile geography ya kule anakoenda, mpaka awe na mapu ya kule anakoenda. Leo sisi mtu akijisikia kuwa na pesa za kwenda hija, pesa za kwenda umra, hebu muulize mambo mawili matatu juu ya hicho anachokiendea na juu ya hapa anakoenda, itakuwa ni Muislamu ameangukia patupu. Fadhila za mji huu ibadallah, mji ambao Allahu tabaraka wa taala ameuita majina tofauti tofauti katika Qur'an, majina ambayo Mwenyezi Mungu hakuwahi kupeana kwa nchi yoyote, mji wowote, isipokuwa mji wa Makka peke yake, hata mji wa Madina. Allah ameuita huu mji wa Makka kwa majina tofauti tofauti, hayapungui 10 na ziada katika Qur'an. Miongoni mwa majina haya Allah kauita mji huu kuwa ni Makka maarufu. Miongoni mwa majina Allah kauita mji wa Makka kuwa ni Bakka. Miongoni mwa majina Allah kauita mji wa Makka kuwa ni Ummul Qura. Miongoni mwa majina Allah tabaraka wa taala kauita mji wa Makka kuwa ni Al-Qarya. Miongoni mwa majina Allah kauita mji wa Makka kuwa ni Maad. Miongoni mwa majina kauita kuwa ni Al-Masjid Al-Haram. Miongoni mwa majina Allah kauita mji wa Makka kuwa ni Wadia. Miongoni mwa majina kauita kuwa ni Maad. Miongoni mwa majina kauita mji wa Makka kuwa ni Tahara. Zote hizi ni katika fadhila za mji wa Makka. Wa ya asafa, masikitiko kwa Muislamu anayetoa pesa zake asijue sharafu na izza za mji huu anaoendea. Wengi shaona maadamu ni pesa imemzidia, pengine ana kazi ya kuifanyia, waacha nitoe pesa zangu niende kufanya hija, naenda kama mtalii kama watu wengine wanaenda kutalii. Cha kushangaza ni kuwakuta watu wengine ibada hii wasitekeleze ifuatavyo. Kila anapopita, kila anaposimama, kila anapokaa, ana ulazima kujipiga na kujiposti, na ulazima kujipiga na kujiposti. Hatujachukua mazingatio ya kile kinachotupeleka na kule tunakokuendea kuna sharafu gani. Ayuha nasu ibadallah, min khasais البلد الحرام المكي, katika mambo ambayo ni khasa yanayopatikana katika mji wa Makka, annaha baladu al-amn au baladun amin. Miongoni mwa mambo ambayo ni khasa ya mji huu ni mji wa amani. Amani kwa raia, ya kuwa raia wa mji huu wenyewe ni watu wa amani na wameka amani. Kadhalika unakuwa ni mji wa amani kwa yule aliyeweka Allahu tabaraka wa taala kwa yeye mwenyewe kuweka amani katika zile hududi zake. Aliyejitutumua kuingia katika mji huu kutaka kuivunja nyumba ya Allahu tabaraka wa taala ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya kufanyiwa ibada. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ألم ترى كيف فعل ربك ايش بأصحاب الفيل. ni mji wa amani, aliyejitutumua kutaka kwenda kuleta shari katika mji huu na katika nyumba hii ya Allah tabaraka wa taala. Allah
wanauliza alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, walitaka kuvunja amani ya mji na amani ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Hamkuona Allah tabaraka wa taala alivyowafanya hawa ashabul fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hakujalia vile vitimbi vyao walivyotaka kuifanya juu ya huu mji wa Makka na nyumba ya Makka vikawa ni vyenye kuangukia patupu na kudhalilisha na kudhalilika. Hakuachia hapo, wa arsala alaihim tayran ababil, kwa sababu anataka kulinda amani iliyo katika mji huu, akawapelekea majeshi ya ndege. Yanafanya nini? Yalienda kuangalia? La, yalienda kuwapongeza kwa kitendo wanachofanya, kuingia katika mji na kutaka kuivunja al-Kaaba? La, walipeleka kimondo. Sasa ikiwa kuna mtu anajidai sisi tuna ndege ambazo hazionekani, tuna ndege sijui sisi ni nani, sijui ni superpower, hebu isome hii aya, wa arsala alaihim tayran ababil. Angalia superpower ya Allah tabaraka wa taala, majeshi aliyopeleka Allah tabaraka wa taala, vijindege vidogo vidogo, lakini ni majeshi ya Allah tabaraka wa taala. Leo pengine hapa kapita kunguru hapa, lau kama atakupiga kinyesi utajipangusa na hakuna athari utakayoipata isipokuwa ni kupangusa kanzu yako na kupangusa kile kinyesi ukienda mbali, hakitokudhuru chochote. Hata kama atakuwa ameshika kijiwe akakiangusha kiwezi kudhuru chochote. Na huyu ni kunguru na ukubwa wa kunguru, lakini angalia ndege anaoelezea Allahu tabaraka wa taala, arsala alaihim tayran ababil. Wadege ni wachani wadogo wadogo, wanafanya nini? Tarmihim bihijaratin min sijil, wanavunja kile kikosi kwa mawe ambayo yametokana na moto wa jahannam. Nini malipo? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kila wanapowarushia wale ndege wale walioenda kuvunja amani ya Makka na nyumba ya Allah tabaraka wa taala, wanakuwa ni mfano wa chakula kilichotafunwa na mbuzi au mnyama, kisha baada dhalika kakitoa sehemu yake nyuma ama kakitapika vile walivyosagwa sagwa. Khasais Makka, hani katika mambo ambayo ni ya khasa ya mji pekee wa Makka. Allah ameujalia mji huu kuwa ni mji wa amani. Yaqulu Allah tabaraka wa taala fiha, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Je, hamjaona nyinyi, hamjui, hamfikiri na mkaangalia mkaona Allah tabaraka wa taala alipo ujalia huu mji wa Makka kuwa ni mji wa amani, mji wa amani wa Makka kupitia kwenye zile hududi zake. Ukitoka katika ule mji wa Makka, Allah anasema yutakhaffafu an-nasu min khawlihim. Ukishatoka katika zile hududi za mji wa Makka, wale walioko pembezoni miji mingine wananyakuliwa tu kama chakula, lakini huku kishaingia unakuwa una amani. afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun, batili nyinyi ndo mnaiamini na neema ya Allah tabaraka wa taala mnaikufuru. Allah ametoa ahdi mji huu kuwa ni wa amani na utabaki kuwa ni wa amani hatta yaritha al-ardhu wa man 'alayha. Miongoni mwa Allah kuonyesha kwamba huu utakuwa ni mji wa amani na utabaki kuwa ni mji wa amani na hatoweza mtu yoyote kunyoshia kidole kwa lengo la kusambaratisha mji huu na nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Hadithi fi sahihaini min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, aelezea ya kuwa alipopita huyu aliyejifanya ni jabari kutaka kuivunja al-Kaaba katika mji huu, kutakuja mwingine ambaye naye atakuwa na lengo la kuingia katika mji huu na miji mingine, kuwasambaratisha watu na kuwatoa watu katika akida yao wamwamini kuwa ndo Mungu wa viumbe,
pale atakapokuwa na wafanyia mazingaombo ya kufisha na kuhuisha, naye si mwingine ni Masihi Dajjal. Sallallahu alayhi wasallama asema ma min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal, laysa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal aw sayadkhuluhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah laysa lahu min niqabiha naqbun illa alayhi malaikatun safina yahrusunahu. Anaonyesha utukufu wa mji huu wa Makka na Madina. Asema sallallahu alayhi wasallam, hadithi katika sahihaini kupitia kwa Anas ibn Malik, hakuna mji wowote katika ardhi hii aliyoumba Allahu tabaraka wa taala itakapokuwa zimekuja alama za kiyama, miongoni mwa alama kubwa za kiyama ni kuja Masihi Dajjal. Na Masihi Dajjal atakapokuja, kwa mnasaba wa hadithi ya Rasulullah, hakuna mji wowote na kijiji chochote isipokuwa atafika Masihi Dajjal. Usiniulize hata huko kwetu atafika, kwa mnasaba wa hadithi ya Mtume Muhammad sallama, hakuna mji isipokuwa atakanyaga huu bwana. Na kazi yake atakayoifanya ni kwa muda mchache, lakini unaonekana ni muda mchache na utakuwa ni muda mrefu. 40 yauman. Lakini cha ajabu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema kila mji atakanyaga na atafanya ufisadi na fitna yake ni kubwa. Mtume asema asiombe mu'min asiombe Allahu tabaraka wa taala kumpa mtihani wa kumkutanisha na Masihi Dajjal. Wachilia mbali hawa waganga wetu wa sasa hivi, hawa wanajitia karumanzina na wengine, na hawa wanaojitia eti wanafufua sijua na huyo baba ni kiboko. Aya, wewe utake kuniamini, kaamini Mungu. Watakaje? Unasema namtaka babu yangu watano ambaye sikumsikia, nilikuwa nasikia jina ni Huseni. Aya, babu yako ndo huyo. Anamtaka babangu aliyekufa miaka 10 20 iliyofika, babako ndo huyo, alishakuletea. Aya, kilichobaki ni nini? Sikumwamini. Tumesema mtu asiombe kukutana na fitna ya Masihi Dajjal. Sallallahu alaihi wasallam asema hakuna isipokuwa atakanyaga kila mji isipokuwa miji miwili ya Makka na Madina, hapo hatoweza kuingia, ni miji ya amani. Katika huu mji wa Makka sallallahu alaihi wasallam asema katika zile mipaka yake ya kuingia Makka, Allahu tabaraka wa taala atawaweka malaika wamepanga safu, wameuzunguka mji wa Makka. Kila anapojaribu kutaka kuingia, malaika yahrusunahu, wanamfukuza. Hii ni sharaf na izza ya mji wa Makka. Wa minha, na katika sharaf na utukufu wa mji wa Makka, annaha baladun haram, ni mji ambao Allahu tabaraka wa taala ameutukuza. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Sema Muhammad, uambie hakika yangu mimi ni si vinginevyo, nimeamrishwa mimi kumwabudu Mola wa huu mji wa Makka na hii nyumba ya Al-Kaaba, mji ambao na nyumba ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza.
Allah ameutukuza mji wa Makka kwa sababu nyingi sana. Miongoni mwa sababu ni zile ambazo zimetajwa na al-akhi hafidhahullah katika Jumaataini zilizopita. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo ni hasa ni kule kujalia mji huu kuwa ni mji mtukufu, kutukuza Allah tabaraka wa taala kuliko miji mingine. Wa minha aidan, na miongoni mwa mambo ambayo ni hasa kwa mji huu ni baladun mubarak, ni mji ambao umebarikiwa. Allah ameubariki mji huu mambo ambayo hakuyabariki miji mingine mpaka kiyama kitasimama. يقول فيها تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. hakika ya nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu wafanye ibada wamfanyie Allah tabaraka wa taala, Allah asema ni ile ambayo inayopatikana katika Makka, kwa maana ya Makka, na nyumba hiyo imebarikiwa na Allah tabaraka wa taala, bali na mji huo umebarikiwa na Allah tabaraka wa taala. inna awwala bait wada'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah, ni ile ambayo inapatikana katika mji wa Makka, mji ambao umebarikiwa na Allah tabaraka wa taala. aqulu ma tasma'un astaghfirullah. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, wa ba'd. ayuha an-nas ibadallah, katika khasais za mji huu wa Makka annaha baladun tahir, huu ni mji ambao umetahirishwa na uchafu wa aina yoyote, ni mji ambao ni tahara kuliko miji mingine. Ndio maana dhambi atakayoifanya Muislamu katika mji huu, miongoni mwa dhambi, waweza huku kwetu ukafika sehemu ukajisikia na nguvu zako ukachukua shoka lako na panga lako mti ukakata ukaweka chini, lakini katika mji huu pasina sababu unapata dhambi. Huku mtaani paka aweza kafika dirishani hapa kaita nyau nyau, ukaona huyu naye amezidi, ukachukua gongo ama sindano ama dawa ukampa akafa, lakini kule unapeba dhambi za Allah kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. ni mji uliotahirishwa. يقول فيه تبارك وتعالى إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. kumbuka Muhammad, tulipomkalisha Ibrahim sehemu katika sehemu ya nyumba ya Allah tabaraka wa taala, tukampa agano, tukampa fundisho afanyeje, ya kuwa autahirishe mji huu, aitahirishe nyumba inayopatikana katika huu mji wa Makka, nyumba ya Allah tabaraka wa taala, kwa wale ambao watakuwa wanafanya tawafu katika mji huu, na wale ambao wamesimama kwa ajili ya kufanya ibada, na wale ambao wanarukuu na kusujudu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah ameutahirisha mji huu. Mji huu ni tahara na ibada za ushirikina. Aibu lioje kwa wale watukutu na vichwa ngumu tunaotoka huku tukenda kufanya ibada ya hija na tukaanza vituko katika mji huu, kisha ukarudi ukakuta watu wanajiposti kwenye TikTok na kwenye kadha, na wengine wakarudi kwenye vikao vyao na misikiti yao wakaanza kujigamba.
Siwa mnatuambia nyinyi kusoma maulidi ni ushirikina. Tumesoma maulidi katika nchi ya haram, tumesoma maulidi katika, na ndio umepata faida gani na bid'a zako? Allah tabaraka wa taala sema ishautahirisha. Sasa wewe ukienda kuyafanya hayo unauwekea najisi mji wa Allah tabaraka wa taala. Hayo si kazi yake. Umezua katika dini, watu huja wakajigamba, watuambia kufanya kadha ni ushirikina. Si tumefanya pale tukiwa katika mahema, tumefanya si tukiwa katika, mumefanya, mmeweka najisi ardhi ya Allah, mmeweka najisi mji wa Allah, mmeweka najisi nyumba ya Allah. Na wakotokea wengine katika miji ya Allah, katika hii mitukufu, wakafanya vituko na kisha kabaki kujigamba. Hakuna. Allah tabaraka wa taala ishasema idh bawa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a, kisha kamwambia watahhir baitiya lit-ta'ifina. Hii ndio kazi yake mji huu na nyumba hii, lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud. Hayo mengine ni yako wewe mkorofi. Haya aliyotaja Allah ni kwa nyumba hii, kwa mji huu, ni kwa wale lit-ta'ifina, ndo kazi yake. Wal-qa'imina, wanamtaja Allah tabaraka wa taala, war-ruk'i sujud. Ayuha nasu ibadallah, ndani ya mji huu kunapatikana hii nyumba ya al-Kaaba, ndani ya mji huu ambao Allah tabaraka wa taala asema fihi ayatun bayinat maqamu Ibrahim waman dakhalahu kana amina walillahi ala an-nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Katika khasais za mji huu ni kupatikana nyumba inayopatikana katika mji huu wa Makkah ya al-Kaaba, na katika kile kinachopatikana katika al-Kaaba, pembezoni mwa al-Kaaba ni kupatikana maqamu Ibrahim, na katika al-Kaaba kupatikana hijri Ismail, na ukitoka unaenda katika as-Safa wal Marwa, na hapo kunapatikana ma'u Zamzam. Hayapatikani katika ulimwengu huu isipokuwa hapo peke yake. Katika khasais za mji huu kadhalika ni kupatikana ma'u Zamzam, na Mtume asema ma'u Zamzam liman shuriba lah, kwa yule anayetaka kunywa. Kunapatikana maqamu Ibrahim, kunapatikana Hajar al-Aswad katika al-Kaaba, na Mtume asema Hajar al-Aswad ni min al-janna. Katika hadithi fi sahihi al-Bukhari asema sallallahu alayhi wasallam al-Hajar al-Aswad min al-janna wa kana ashaddu bayad fasawadatuhu khataya bani Adam. Lile jiwe lililoko katika nguzo ya al-Kaaba, jiwe jeusi, Mtume anasema jiwe hili liliteremshwa kutolewa mbinguni katika pepo, likaletwa likateremshwa pale wakati inajengwa. Kwa riwaya kwa Adam ndo aliweka, kwa riwaya na Ibrahim, lakini kauli iliyo sahihi ni pale zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallama walipofanya tajdidi Makuraishi, na wakataka ni nani atakailichukua jiwe lile kuliweka makani yake, sehemu yake, baada ya kuliweka lile jiwe kwenye kishale chake ama kitambaa. Wakawa wanashindana, kabila fulani wanasema tuna haki, kabila fulani wanasema tuna haki. Mwisho wakapiga kura, wakasema atakayekuwa wa kwanza kutokea mlango fulani, huyo ndo atakuwa atakayetuhukumia ya kuwa ni nani ana haki kuliweka Hajar al-Aswad makana. Akatokezea Mtume Muhammad, Mtume akalichukua Hajar al-Aswad akaliweka sallallahu alaihi wasallam. Asema hili jiwe lilikuwa ni jeupe mno kuliko maziwa, lakini ukifika pale jiwe ni jeusi sana. Mtume asema lilikuwa ni jeupe sana kuliko maziwa, lakini kutokana na makosa na madhambi wanayofanya wanadamu kila kunakokucha,
lile jiwe likawa ni jeusi linatoka kwenye weupe wake mpaka likafika lilivyo hivi kuwa ni jeusi, lakini asili ya jiwe hili lilikuwa ni jiwe jeupe kabisa. Hizi ni khasais makamu Ibrahim. Mtume alipotoka Madina kuja kufanya hija, miongoni mwa maneno aliyopata kwa Umar asema katika mambo ambayo Allah alinikubalia mimi mojawapo ni hii makamu Ibrahim. Mtume alipofanya tawafu 7 marat, mara 7, na baada dhalika akamalizia anataka kwenda kunywa maji Zamzam ili aende baina as-Safa wal Marwa. Umar ibn al-Khattab amwambia Rasulullah, waonaje tukataraka rakaa 2 katika makamu Ibrahim? Wakati huo makamu Ibrahim kulikuwa kuswaliwa rakaa 2 baada ya kumaliza tawafu. Mtume akaliona hili ni zuri, akamshauri baada Umar kumshauri, Mtume akawaambia masahaba waswali kabla Mtume kulisema jua lizame jioni yake. Jibril akateremka na aya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Mtume akakusanya masahaba mustaajabu, msishangae, haya ni katika maneno ya Umar pale aliponishauri kwamba tuifanye makamu Ibrahim kuwa ni sehemu ya kutaraka rakaa 2. Mtume akawaamrisha masahaba waswali rakaa 2 katika makamu Ibrahim. Ayuha nasu ibadallah, haya ni katika khasais ya mji huu mtukufu wa Makkah. Muislamu wakati unataka, na ni mengi hayazidi hayapungui 15 mambo ambayo ni hasa katika huu mji wa Makkah. Tufupishe kwa haya. Muislamu atakikana kama unavyoswali na kuisoma swala yako mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala salamu, una haki ya kuisoma hija kuanzia unatoka na kule unakwenda na ule mji unaoendea, kujua makani yake kwa Allahu tabaraka wa taala. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna jinaba. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka